Asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Askofu Mwanamapinduzi. Nimetokea Dar es Salaam lakini nimezaliwa Itilima, mkoa wa Simiyu. Nichukue nafasi hii ya jioni ya leo, ndugu zangu watu wa Buchosa, niwasalimie kwa lugha ya nyumbani kwetu. Bababa na bamaye ngwadela eminza paka mchungaji wa baba ngwabe bado ngwabi pa mlema lakini walu iwake o sauti ndalo lochu walu iwake leke yamwetake kwa tafasiri nyepesi kwamba nani aliyewatesa wananchi, wanasema aliyewatesa ni CCM. Mimi ndugu zangu, nataka niwaambie watu wa Buchosa kwamba mambo mengi yanayokupata kwenye maisha sio mapenzi ya Mwenyezi Mungu, ni mapenzi ya CCM ndiye anayesababisha yote hayo. Hayo unayoona yanakupata la umaskini wetu sio mpango wa Mungu, ni mpango wa CCM. Watu wengi wanaokufa sio mpango wa Mungu, ni mpango wa CCM. Wanaosoma shule kwa tabu sio mpango wa Mungu, ni mpango wa CCM. Na mimi nawaambia hadharani waziwazi, Mungu ana mpango wake na shetani ana mpango wake. Chadema ni mpango wa Mungu, alafu CCM ni mpango wa shetani. Anaibisha ni rafiki yake na shetani. Sikiliza, ninyi ni watu wa Nyeunge, Buchosa, lakini ninyi ni kati ya wananchi wengi wa kanda ya Ziwa yenye mikoa 6 ambayo Mwenyezi Mungu aliwajalia kuwapa rasilimali za kutosha. Ukiongea kanda ya Ziwa unaongelea Ziwa Victoria, ziwa kubwa kuliko yote Afrika. Limetambulisha ninyi ni watu wa kanda ya Ziwa kwa sababu mnaishi kando ya ziwa. Hilo ziwa mnalifaidi. Ziwa limekuwa misiba kwenu. Ziwa limeacha yatima na wajane. Ndugu zenu wangapi wamefia kwenye ziwa kwa kupigwa risasi na kutupwa ndani ya maji? Wangapi? Na ninyi mkienda kuvua mnaambiwa haramu, wavuvi haramu. Ukija kwenye madini kanda ya Ziwa, kuanzia Mara, njoo Simiyu, njoo Mwanza, nenda Shinyanga, njoo Geita, nenda Kagera, kila mahali chini ardhi kuna madini, lakini watu wake bazwale yebo ingia pingiaza hafe budekire kubutongi mgopanda kama madini boyebo babe. Ukienda kuchimba mnaambiwa ninyi wachimbaji haramu. Hata kama ni kwenye shamba lako unaambiwa wachimbaji haramu, na vibali wanakuja Wachina wengine wanachimba, halafu nyie mkija kuchimba kidogo tunapigwa sisi, mnauawa. Sikizeni waambie watu wa kanda ya Ziwa, ninyi mnachangia kwenye uchaguzi 25%. Maamuzi yenu ni ya muhimu sana kanda ya Ziwa, kusema no reform na no election na uchaguzi usifanyike. Mnaweza. Na huyu mnayemuita mama kana kwamba na mama zenu. Asubuhi mama, barabara mama, choo mama, mama. Mnawadhalilisha mama zenu. Wangapi huko hapo na mama yako? Una mama yako hata kama alishafa lakini ulizaliwa, una mama yako. Anajisikiaje unapoacha kumwita mama yako mama, halafu unamwita Mama Samia mama? Umezaliwa na wangapi wewe?
mawaziri wawili tu mikoa 6. Mawaziri wangapi? Mawaziri wangapi? Mkoa pekee wa Pwani una majimbo 9. Lakini wabunge 9 hao, wabunge 5 ni mawaziri. Wangapi? Mkoa wa Pwani una mawaziri wangapi? Bambo na ginegete. Na ngingwe na bangu ndogo tabu. Wana waonaje? Hebu fikiria kidogo kwamba ninyi mna ziwa kubwa, ni kanda ya ziwa ambao shughuli yenu kubwa ni uvuvi. Waziri wa uvuvi hajawahi kuishi kanda ya ziwa, anaishi Dodoma. Anaitwa Shantu Kijaji. Mwanamke hajui hata kuvua samaki, hajui hata kupanua sato, hajui hata kupiga hata sangala, hajui chochote. Ndio nini? Waziri wa uvuvi. Mgochela manyanza imwe mishagi basugume safari yebyo bietuja. Kwani wasiope waziri anayejua hata kuvua? Amekuzwa na dagaa zetu, amesomeshwa na samaki, mama anakaanga samaki, anajua umuhimu wa samaki. Kwa sababu nadhalaulika. Kama angewaheshimu nasema mama, angewapata waziri basi wa uvuvi. Ninyi mliojaa madini kila mahali. Waziri wa madini anatokea Dodoma, Mavunde. Adebile kuingia mashimo. Adebile Matimba. Adebile hajui chochote. Haya mambo ndugu zangu kanda ya ziwa, amkeni. Mnazidi kufilisika tu kwa sababu wanaleta watu ambao na uchungu. Mimi naungana na Chadema. Chadema kama uchaguzi ni wa haki na halali, Chadema inaweza kubeba kanda ya ziwa vizuri, yenyewe na sera nzuri, sera ya majimbo, sera ambayo rasilimali ya mahali pale isaidia mahali pale. Lakini ukija huku barabara hakuna, shule hakuna, afya hakuna, dhahabu zenu mwani magorofa huko ndoki rububu pamtwe. Samaki huku unasikia samaki, mheshimiwa makamu, samaki karibu na ziwa 25,000 20,000. Hivi kweli jamani, mtu wa huku kweli ununua samaki mkubwa 20,000 ojifunya kale ndowano tu ogalo bangu chene unge mayo toka mfugo na jera makubi weza na ntungo hoge mgwe tage ege kwe tunaelekea wapi Wasukuma? Tunaelekea wapi Wakuria? Tunaelekea wapi Wahaya? Wanatuonaje sisi? Iwe ni ng'ombe hamna sina kuchungia, iwe ni pamba bei 150 kutochinjaga nduru nenduru jire kulia hoi. Wanataka nini? Ni anzeni mapema kusema no reform, no election, adutukije no mayo. Msikubali. Mkataeni Mama Samia Suluhu Hassan, mwambie kanda ya ziwa hana chake, wabunge wake wanamdanganya. Wangapi mnasema? Nyosheni mikono iangalie na kamera ziangalie. Wangapi mnasema Mama Samia kanda ya ziwa huna chako? Mikono juu nione. Na vigelegele. Habari zimfikie. Habari zifanini? Kwamba asipoleta mabadiliko ya sheria kupata tume ya uchaguzi, kanda ya ziwa taongoza kusema no reform, no reform. Asanteni sana ndugu zangu, nawatakia mkutano mwema. Asante sana Askofu Mwana Mapinduzi.
Naomba nimlete kwenu aliyekuwa mgombea urais mwaka 2010 na pia alikuwa katibu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Mheshimiwa Dr. Slaa. Karibu uzungumze na wananchi wa Buchosa. DJ tumlete Dr. Mbele ya Mungu Chadema nitakulinda mpaka kufa. Asante sana, najua wimbo ni mtamu, lakini nadhani kwa mazingira ya sasa ujumbe ni muhimu zaidi. Buchosa, au nimekosea, ni Buchosa eh? Buchosa peoples. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti na msafara wako wote, kwa heshima na taadhima naomba niseme machache sana na wana Buchosa kwa sababu ya muda. Wana Buchosa, napenda kuwatia ujasiri na nataka kuwaambia au nataka niwaeleze, sina hakika kama mnajua kwamba nyie ndio wenye nchi. Mnalifahamu hilo? Wangapi wanalijua? Hebu nione mikono. Asante sana. Wenye nchi sio hao maaskari mnaowaona hapa. Wenye nchi ni nyie. Mtu mmoja mmoja anayeitwa Mtanzania, kwa ujumla wetu sisi ndio wenye nchi, ibara ya 8 ya katiba. Na nazungumza katiba, sizungumzi maneno ya Dr. Slaa. Tunaelewana? Kwa hiyo acheni uoga, acheni hofu. Nimeona maaskari wangu mchana walikuwa natembea na lilori likubwa sana wenye askari. Maaskari hawatakiwi kuonekana kwenye shughuli kama hii ya kisiasa, kwa sababu kitendo cha maaskari kuonekana kwa wingi ni vitisho. Sasa kwa sababu ya muda niache, najua maaskari wamenielewa. Lakini niseme la pili, rais anaingiaje kwenye uongozi? Rais anapatikanaje? Mnaijua anapatikanaje? Rais anapatikana kwa kura. Kama rais anapatikana kwa kura, rais anatamkaje hadharani kwamba yeye ni chura kiziwi? Rais anawaambia watu wake kwamba yeye ni chura kiziwi. Anastahili hata kuwa kitini? Samia, jitafakari kama unastahili kuwa kitini leo sasa hivi ulipo. Kama wewe ni chura kiziwi, Watanzania wanaongozwa na nani? Na chura na viziwi. Watanzania, dunia ifahamu, Samia ameshaacha kazi yake tayari. Sasa kwa kuwa ameacha yeye, ndio maana sisi tumekuja no reform, no election. Kama hakuna marekebisho ya katiba na sheria ambayo inampa rais kutamka analotaka, basi hatuna sababu ya kwenda kwenye uchaguzi. Uongo kweli? Wangapi wanakubaliana? Asante. Najua kuna watu bado watahitaji kuzungumza, na ili tumpe makamu muda wa kutosha. Asanteni sana. Mwaka huu msimamo uwe moja. Kila moja atajua namna yake ya namna gani asiende kwenye kituo cha kupiga kura. Sawa? Lakini ya pili, makamu mwenyekiti najua atafafanua juu ya ile tulioita fomu. Mimi nasisitiza tu, jazeni fomu ile, weke sign. Dunia tayari imeshaanza kutuelewa. Samia, anza kuondoka Ikulu, funga mizigo yako. Asanteni sana. Asante sana Dr. Na sasa naomba nimkaribishe mwenyekiti wa vijana taifa, Mheshimiwa Deogratias Cosmos Mahinyila. Karibu sana uzungumze na wananchi wa Buchosa. Hiki ni kiapo cha wanachama wote wa Chama cha Demokrasia. Watu wa Buchosa mlioko kule juu, hebu shukeni hapa chini, na kule shukeni hapa chini. Makamu akija kuzungumza na nyinyi,
Jua limeshapungua sasa hivi. Hebu tusogee huku makamanda, ili tuweze kuzungumza haya mambo mema kwa taifa letu na mambo mema kwa jamii yenu ya watu wa Buchosa. Pale makamanda. Makamanda huko. Tushikeni chini huku. Njoni hapa karibu, tujae hapa katikati. Huko nyuma. Hebu wapigieni makofi wasikie wale makamanda huko. Ndio mnakaaga huko. Buchosa peoples. Peoples. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti na viongozi wote wa meza kuu, itifaki imezingatiwa. Watu wa Buchosa, mimi naitwa Deogratias Cosmas Mainyira. Ni mwenyekiti wa baraza la vijana wajanja kabisa wa Chadema, tunaitwa Bavicha. Namshukuru Mungu leo nimefika hapa Buchosa. Kwa mara ya kwanza nimeifahamu Buchosa mwaka 2016 na 2017 nikiwa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Nilisoma na kijana wenu, mbunge wa mioyo yenu, kaka yangu Abbas Mayala, nimesoma naye chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kwa wakati tunapiga story 2-3 pale chuo kikuu cha Dar es Salaam, alikuwa anaipenda sana jamii yake, watu wake wa Buchosa. Kwa mara zote alikuwa ananitajia ili eneo na hii wilaya ya Sengerema na jimbo lenu la Buchosa. Kwa namshukuru sana Mungu leo nimefika na nimekutana na nyinyi watu wa Buchosa. Sasa kunjeni ngumi tusalimiane. Nikiwauliza ngumi ziko wapi tusalimiane, semeni hizi hapa. Ngumi ziko wapi tusalimiane? Peoples. Peoples. Kwa sababu ya muda naomba niseme kwa haraka mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, ninao ujumbe kutoka kwa mwenyekiti wetu wa chama taifa Tundu Lissu. Nilimsikia kuna mzungumzaji mmoja alisema Tundu Lissu ni mlemavu. Tundu Lissu sio mlemavu. Tundu Lissu aliumbwa bila kupewa ulemavu wowote na Mwenyezi Mungu, na hata sasa Mungu hajampatia ulemavu wowote. Tundu Lissu sio mlemavu. Kilichomtokea Tundu Lissu ni mambo ya hovyo yaliyofanywa na sio mtu mwingine yoyote, na watawala wa nchi hii walitaka kukatisha uhai wa maisha yake, na pengine waliopanga Tundu Lissu afe wametangulia wao. Tundu Lissu bado ni chuma na bado anadunda. Juzi nilikuwepo gereza la Ukonga ambapo Tundu Lissu yupo anashtakiwa kwa makosa ya uhaini. Amesema ukifika Buchosa na maeneo mengine yoyote, kawaambie vijana wa Tanzania, kawaambie Watanzania wote kwamba wasinililie mimi. CCM imenileta gerezani kwa sababu haitaki niendelee na mapambano ya no reforms no election. Hivyo basi kawaambie vijana na Watanzania wote waendeleze noma ya no reforms no election. Ndio maana na sisi leo tupo hapa. Amesema kuhusu hiyo kesi yake, kwa maneno yake mwenyewe amesema hiyo kesi ambayo wanasheria wa serikali na serikali nzima ambao ni viraza wamemsingizia, hiyo kesi atamalizana nao wenyewe mahakamani, hata kama sisi mawakili tutalala. Kwa hiyo ni ujumbe ambao mwenyekiti wetu wa chama taifa ameniambia nije niwaambieni nyie watu wa Buchosa kwamba umasikini wenu na changamoto zote mlizonazo ni kwa sababu hata siku moja hamjawahi kutumia mamlaka yenu ya kimsingi mlionayo ya kuwachagua viongozi mnaowataka. CCM inatamani iendelee kuwageuza kuwa mizukure, kuwa watu msio na maana kwenye taifa hili, msiwachague viongozi mnaowataka. Ndio maana Lissu ameshtuka na Chadema imeshtuka. Tumesema mwaka huu kama mbwai wacha ikawe mbwai. Mwaka huu kama noma acha ikawe noma. Mwaka huu inyeshe mvua, linyeshe jua. Sisi Chadema tumesema yasipo kuwepo na mabadiliko ya sheria na taratibu za uchaguzi, huo uchaguzi hautakuwepo. Tutafanya nini? Kwa sababu uchaguzi unahusu maisha yenu. Kila mmoja kuanzia leo kupitia dini yake aanze kumuomba Roho Mtakatifu amuongoze kwamba nitafanya nini ili uchaguzi usiwepo, kwa sababu unahusiana na maisha yetu. Hilo lilikuwa ni jambo la kwanza. Jambo la pili, mwaka 2009 Rais wa 44 wa Marekani anaitwa Barack Obama alitembelea bara la Afrika, na alitembelea nchi 3, Ghana, Afrika Kusini na Tanzania. Akiwa anazungumza kwenye bunge la Ghana alisema Afrika haihitaji mtu imara, Afrika inahitaji mifumo imara. Nyie watu wa Buchosa na Watanzania wa maeneo mengi
mlikuwa mnaamini sana kwamba Magufuli alikuwa anapambana sana na rushwa na wizi kwenye taifa hili. Uongo ukweli? Mlikuwa mnaamini hivyo. Lakini sisi Chadema tunaamini kwamba taifa hili linapaswa kuwa na mifumo imara. Siku ambayo Magufuli alifariki, usiku wake na siku zilizoendelea, watu walikuwa wanaiba pesa wanagawana kwenye taifa hili. Kwa sababu kipindi yupo walikuwa wazichukui pesa hizo, walikuwa wanaamini yupo mtu ambaye anaweza akatuchukulia hatua. Ndio maana leo Chadema tunasema taifa hili linapaswa kuwa na mifumo imara, sio watu imara, ili nyinyi wa Tanzania hata mkimchagua mtu yoyote, hata kama akiwa shetani, akikuta mifumo imara atalazimika kuwa malaika. Kwa mifumo iliyopo kwenye taifa hili, kwa mifumo iliyopo kwenye taifa hili, huyu makamu mwenyekiti wa chama chetu ana sifa ya kuwa hata waziri mkuu, hata rais wa taifa hili. Lakini leo ukimwambia awe mkuu wa wilaya ya Sengerema, na yeye atakuwa sawasawa na watu wa CCM vile vile, kwa sababu chochote atakachotakiwa kukifanya ni lazima aagizwe na huyo anayemuita mama. Kwa mifumo tulionayo, viongozi wote kwenye taifa hili, maana yake ni kwamba hawana akili. Kuna mtu ndo anayeweza kuwaelekeza wafanye nini, na wao hawawezi kuuliza, ni lazima wafanye na hicho walichoambiwa. Hivi mnanielewa? Peoples. Ndio maana Chadema tumeshtuka. Kwenye taifa hili CCM imeoza. CCM ni garibovu. Garibovu tripu shamba, tripu garage. Hiyo ndo CCM. Kwenye taifa hili kila chombo kimeoza. Bunge halieleweki. Mahakama na endo hivyo kama mchezo wa kubeti, ukiwa na kesi yako mahakamani uamini hata kama ni haki yako. Hujui kama utashinda au hautashinda. Serikali ndo hivyo, kipa katoka sijui. Yaani haieleweki na yenyewe. Kila kitu kimeoza kwenye taifa hili. Ndio maana kuna mtu hapa alikuwa anasema mzee Wasira. Hawa wazee tunawatolea mifano kwa sababu hivi mzee Wasira anajua gharama za mama kujifungua? Mzee Wasira anajua bei ya Pampers? Ndio maana sisi Chadema tunasema CCM imezeeka. Imezeeka kwa yenyewe kukaa madarakani, imezeeka mpaka aina ya viongozi walionao. Viongozi hao maisha yenu sio vipaumbele vyao. Vipaumbele vyao ni matumbo yao na familia zao. Ndio maana sisi Chadema tunasema ugumu wa maisha mlionao sio mpango wa Mungu. Ugumu wa maisha mlionao na umaskini mlionao nyewe watu wa Buchosa ni mpango wa CCM na serikali yake. Ndio maana kila siku wanawatisha. Wakisikia hapa leo tuna mkutano Buchosa, mimi nilikuwa naona maskari walivyovaa makofia manini. Yaani unaangalia hawa wamefuata nini hapa? Kama mmekuja kulinda amani, amani ndio kwa staili hiyo. Lengo ni nini? Ni kuwatisha. Muogope. Neno uoga kwa njiwa Kristo, ukisoma Biblia, neno usiogope limeandikwa mara 365 kwenye Biblia. Yaani neno usiogope kwenye Biblia limeandikwa mara 365. Mwaka una siku 365. Pengine Mungu aliandika neno usiogope mara 365 akiwa na lengo la kwamba kila binadamu anayeamka kila siku ya Mungu, kabla afanye chochote, ni lazima anatakiwa kuamini kwamba sipaswi kuogopa lolote, napaswa kupambana. Leo tumekuja kuzungumza na nyinyi watu wa Buchosa, kuwaambieni siri ya umaskini wenu ni uoga wenu. Hawa CCM na serikali yao kila siku yanawatisha ili muogope wakati mna maisha magumu. Nimeambiwa nyinyi hapa mna msitu unaitwa msitu wa Buhindi, lakini kila siku ya Mungu mnachangishwa eti pesa za madawati. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Ndio hiyo sasa. Wanakuchangishaje? Halafu wao kazi yao ni nini? Si walisema elimu ni bure? Sasa kama elimu ni bure, kwa nini mnatuchangisha? Yaani walifuta ada, halafu wameweka michango mara 100 ya ada ingekuwepo. Sasa hiyo ni akili matope. Na nyie anakuja hapa mtu sui aliandika vitabu fuzui vya Juma na nani, ndio mnamchagua kuwa mbunge wenu. Akiwa bungeni kila siku anaimba kwaya, praise and worship team. Kiongozi wa kikundi cha kumsifia Samia kila siku akisimama baadaye aseme na washukuru.
Na washukuru wananchi wangu wa jimbo la Buchosa. Akisimama anaanza kusema namshukuru Rais Samia. Yaani mabunge ya CCM yanamshukuru Samia kuliko wanavyomshukuru Mungu na watu waliowachagua. Tumekuja kuambieni mambo haya. Hatujaja ndugu zangu watu wa Buchosa kuomba kazi kwenu. Hatujaja kujibembeleza lolote kwenu. Tumekuja kutimiza wajibu wetu. Mimi kitaaluma ni wakili. Ningeamua kuwa chawachawa huko nipate vikesi vya CCM, pengine maisha yangu yangekuwa mazuri kama yalivyo kuliko yalivyo sasa. Lakini Mwalimu Nyerere alisema msomi wa maana ni yule anayetumia elimu yake kwa manufaa yake yeye mwenyewe. Sio tu anayetumia elimu yake kwa manufaa yake yeye mwenyewe, aitumie elimu yake sio tu kwa manufaa yake mwenyewe, bali aitumie elimu yake kwa manufaa ya jamii yake pia. Huyu makamu mwenyekiti wa chama chetu angeamua kuwa mbinafsi, pengine sasa hivi naye angekuwa waziri kwenye wizara yoyote. Lakini tumekuja kwenu nyewe watu wa Buchosa kutimiza wajibu wetu. Kama mimi kesho sitakuwa hai, hata nikifika huko mbinguni nikiulizwa swali na Mungu kwamba wewe ulisomeshwa kwa kodi za watu maskini wa Buchosa, uliwafanyia nini? Nitawaambia nilifika Buchosa, nilitimiza wajibu wangu, niliwaambia ukweli.